Habari zenu ndugu watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV. Ni mimi Baraka tena, tumekuja kuzungumza mambo mawili matatu kuhusiana na swala la ufugaji. Kwanza nitanguliza kusema ufugaji unalipa. Unalipa sana, isipokuwa zipo changamoto ambazo mteja anaweza kukutana nazo au mfugaji anaweza kukutana nazo, ambazo kiuhalisia ndio changamoto zinazonyong'onyeza, ambazo pia zinaweza kumrudisha mfugaji katika kutoka hatua moja na kufika hatua nyingine. Changamoto ya kwanza huwa ni magonjwa ndani ya kuku, ndani ya mifugo yake. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo pia tunajaribu kuifanyia utatuzi. Ni njia zipi tunaweza kuzifanya zikafanya haya magonjwa yakapungua au kuisha kabisa. Njia ya pili au changamoto ya pili huwa ni ishu ya chakula. Chakula gharama ziko juu, na pia namna uwekaji wa chakula katika mifugo yetu inakuwa ni changamoto kidogo. Njia ya tatu pia huwa ni uhudumiaji. Yani mfugaji anakuwa anatumia muda mwingi sana kuhudumia kuku bila kutumia bila kujua njia mbadala ni ipi ambayo anaweza kaitumia kuweza kusave muda wake. Sasa hizi changamoto zote zinaweza kutatuliwa na local cage. Kwamba hii local cage inaweza vipi kutatua changamoto zote kwa pamoja. Changamoto ya magonjwa inatatuliwa na cage, kwa sababu ufugaji wako kama unafuga ufugaji huria, yani ufugaji holela ule wa kienyeji, ila ukitumia mpangilio huu wa cage, tafsiri yake kuku watakaa katika namba nzuri na katika hali ya usafi. Hivyo basi sio rahisi kuweza kupata maambukizi, yani magonjwa ya mlipuko na magonjwa mengine ya kawaida. Changamoto ya pili tuliposema kwenye chakula, kwamba unaweza kusave chakula chako vizuri kwa bajeti nzuri, kwa kipimo kizuri, kwa sababu unatumia mifumo ambayo iko very automatic kama hizi gata. Kwa hiyo huyu kuku hana chance ya kuweza kumwaga chakula tena wala kudondosha. Pia magonjwa itakuwa ni basi tena, na pia uhudumiaji wake itakuwa ni rahisi sana, kwani hata wewe unaweza kuhudumia kipindi unapoenda kazini na ukirudi kazini pia unakuta huduma inakuwa ni kwa muda mfupi sana. Yani unatia maji kwenye ndoo, yanateremka yenyewe, pia chakula kwenye gata, mayai unayakuta kwenye kikapu. Hivyo ni rahisi sana kuweza kuhudumia kuku wengi kwa wakati mmoja.